mara baada ya kukombolewa kutoka utumwani Misri, wamesafiri jangwani takriban miaka 40 wakienda katika nchi ya ahadi, nchi ya asali na maziwa, nchi ambayo haina mateso wala mahangaiko aina yoyote, kadiri ya mpango wa Mungu. Basi wanafika pia katika nchi ya ahadi, lakini Musa mwenyewe hakufanikiwa pia kufika aliwaongoza jangwani. Basi lakini anawaandikia kwa njia ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati, akiwaambia hawa Waisraeli ya kwamba mmefika nchi ya ahadi sawa, mtafika nchi ya ahadi sawa, lakini nawaagiza jambo moja la msingi sana. Anawaambia, utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze na kujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Ndugu zangu, hili ni agizo kubwa sana ambalo Musa alikuwa anawaambia wana wa Israeli, mtakapoingia nchi ya ahadi, kumbukeni pia mlikotoka. Katika safari hiyo ya jangwani, Mungu anaangalia mioyo yenu, kwamba mtakuwa na Mungu au mtakengeuka. Safari ya jangwani, tunaposoma kile kitabu cha Kutoka na jinsi ambavyo Waisraeli wanafika katikati ya jangwa, hakuna maji, hakuna chakula, hakuna mazingira mazuri, wanaanza kumtumikia Mungu kwa njia ya Musa, kiasi kwamba wana wa Israeli wanafika mahali wanamfanya hata Musa anatenda dhambi ya kukasirika, wakasirikia watu na pia kukasirikia Mungu, hata pale ambapo Mwenyezi Mungu anampa Musa maagizo ya kwamba sawa, wanalalamika sababu ya maji, kwa sababu ya kiu, anamwambia piga mwamba mara moja peke yake na maji yatatoka, watakunywa, maisha yataendelea. Ni wapendwa, kwa hasira Musa anaingia kwenye ule mwamba, hapigi mara moja, ndugu zangu, anapiga mara 3, anatoka maagizo. Na hiyo sasa inafanya pia Musa asiingie nchi ya ahadi, anaishia mipakani peke yake. Mwingine anafanikiwa kuwaingiza watu katika nchi ya ahadi. Tunapoingia pia kule, wanaambiwa wakumbuke walikotoka, wasiyasahau mahusia ya Mwenyezi Mungu, wasiyasahau maagizo ya Mwenyezi Mungu, wasisahau amri za Mwenyezi Mungu. Zangu Musa pia kuambia anachokuambia ya kwamba basi katika maisha yenu siku hiyo, katika maisha yenu, safari yenu, anawaambia ya kwamba Mungu atawajaribu na kuona ya kwamba mnashika maagizo yake au sivyo, atawatweza na akakuacha uone njaa, akakuacha uone kiu, lakini mwisho wa siku akakulisha kwa maana ya jangwani usiojijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kuwajulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kuishi kwa kila kitokalo katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Huko jangwani, Mungu aliwalisha chakula, lakini pia aliwalisha chakula hicho ambacho kiliitwa mana. Ndio maana wapendwa, katika wimbo wa kwanza tunaopata katika Zaburi ile ya 81 aya ya 16, anasema nimewalisha kwa unono wa ngano na nini wanakwaya tu wanakumbuka, na asali itokayo mwambani. Kwa unono wa ngano, wapendwa, basi ndio maana ambayo aliwalisha pia kwenye jangwani, hawakuteseka waumie, hakuacha wafe, mpaka mwisho wa siku safari ya jangwani inakwenda kukamilika. Kwa maneno haya ambayo yanapatikana kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura hii ya 8 aya ya 3, ndio hayo ambayo Yesu Kristo alivyokuwa yuko jangwani, naye vile vile akijaribiwa na shetani kwa siku 40, pale ambapo alikutana na hali
30 hayajaandikwa. Basi katika njaa kali, katika hali ngumu sana, Shetani anamjia, anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, namwambia geuza mlima ya Maria, geuza mawe haya uyafanye yawe mikate, halafu utulize njaa yako ule, halafu njaa yako iweze kupungua. Lakini wapendwa, Yesu Kristu anayatumia maneno haya ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 3. Yesu Kristu anayajibu kama ifuatavyo. Najua waumini wangu mko vizuri kwa maandiko matakatifu. Kwenye maandiko matakatifu hamko hoi kiasi hicho. Hata kama tunashauri kwa Wakatoliki ya kwamba hatutii Biblia, tunajua kwamba hatuko hoi kiasi hicho. Basi ngoja niwaulize swali dogo, alafu tuendelee na tafakari ya maandiko matakatifu. Zangu kwenye Biblia kuna Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ile ya 7 aya ya 7. Waumini wangu najua pia hamtaniangusha hapo, na kama bila kuniangusha hamtaniangusha mpaka mwisho. Hebu niambie, Mathayo 7:7 inasemaje? Unaongea sasa kuniangusha jamani. Kuna wageni jamani wanasema Ngaramto ni kweli, Ngaramto ni kweli. Ni Mathayo 7:7. Haiwezekani. Hebu nianze kuanzia kwenye kwaya kama kuenda kule. Hebu niambie, Mathayo 7:7 jamani. Kweli kweli tumeshindwa hiyo. Hali yetu ni mbaya. Lakini najua pia mtaniangusha. Haya, narudia tena. Mathayo 7:7 inasemaje? Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Safi kabisa. Safi. Wengine wanaangalia. Lakini najua pia asilimia kubwa hao wamefanya vizuri. Namna hiyo pia ni ishara ya kwamba Wanangaramto pia tunasoma Biblia. Hata safari yao msiniangushe. Mathayo 4:4 inasemaje? Msiniangushe. Naanza na kwaya mpaka pia kule mwisho. Mathayo sura ya 4 aya ya 4. Bila tu Mathayo 7:7, Mathayo 4:4 inasema kwa hiyo chapa. Niambie. Naanza na kwaya. Hakuna mtu anaishi kwa mkate. Hakuna mtu anaishi kwa mkate tu. Kristo tumaleto kwa sababu msitakushi kumingo wote. Inasemaje? Ameshaidia tayari. Walianja. Yasemaje? Kama bali chao safi kabisa. Wale mambo kwa sekondari au shule msingi wenye kuibia walikuwa wazuri kwa kweli wa Kristo. Ni vile tu. Yesu akamjibu Shetani, mtu hataishi kwa mkate isipokuwa kila neno litokalo wapi? Kwenye kinywa cha Mwenyezi Mungu. Jaribu hilo likapita na likaenda zake. Ndugu zangu wapendwa, haya ndio ambayo tunaambiwa nasi pia ambao ni Wayahudi wa leo. Tupo jangwani kwenye dunia hii, tunasafiri kwenda kwenye nchi ya ahadi. Tunakumbushwa kuhusu maagizo ya Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe, maagizo ya Mwenyezi Mungu yako mbele yetu daima, sio magumu, sio mazito. Kila mmoja anajiuliza, haya maagizo ya Mungu nayashika? Haya maagizo ya Mungu nayafuata? Haya maagizo ya Mungu nayaishi au la? Jinsi ambavyo Wayahudi wengine waliishia jangwani kwa kumkasirikia Mungu, kwa kuacha maagizo ya Mwenyezi Mungu, wakaishia jangwani pia wote. Lakini wachache walioshika maagizo ya Mwenyezi Mungu walifanikiwa pia kutoboa safari ya jangwani, wakaingia nchi ya ahadi. Nasi pia vile vile tupo tunasafiri, ndugu zangu. Nchi ya ahadi tena sio Kanaani, ni kwenye ufalme wa Mungu. Lakini wapendwa, nguvu yetu tukiwa jangwani hapa duniani kwenda kwenye nchi ya ahadi ni kitu gani? Ndio tunakuja vizuri katika Injili ya siku ya leo. Injili ya leo. Yesu huyu ndiye anayeongea mwenyewe.
na anaongea nini? Anatuambia Yesu akawaambia Wayahudi, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, ataishi milele, hatakufa. Hata kuna kufa kwenye mwili wa nyama, lakini pia kuna maisha ya milele kwenye Kanaani ya milele, ambayo sio nyingine, ni ufalme wa Mungu. Ni kwenye ufalme wa Mungu. Huo ufalme wa Mungu atakayeingia ni yule ambaye atakula huo mwili wa Yesu na kunywa damu yake. Lakini hapa mafarakano yanaanza, mafarakano yanaanza kwa Wayahudi wenyewe kwa wenyewe, pale ambapo Wayahudi hawa wanakwenda kuulizana sasa wao wenyewe kwa wenyewe, wakisema hivi, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi walipoanza kusema hayo, Yesu anawaambia, amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Amerudi uzima wa milele. Ndugu zangu, ukiendelea pia na somo hili hapa, bahati mbaya sana imeishia kwenye aya ya 58, lakini ukiteremka mpaka aya ya 66, hili neno lilikuwa ni kikwazo kwa Wayahudi. Haiwezekani tukala nyama ya mtu. Kuanzia pale watu wakaokoka kama 2,000, 3,000 wakaokoka zao, na walivyoondoka Yesu anabaki na watu 12 peke yake, wanafunzi wake. Yesu anawauliza, na ninyi mnataka kuondoka? Na ninyi mnataka kuondoka? Kwa sababu ya kuambia kwamba aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Akawaambia, na ninyi mnataka kuondoka? Basi mmoja, jinsi ambavyo kwenye ile swali la Mathayo 14, mmoja akasema, aulaye mtu ataishi kwa mkate tu, isipokuwa katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Basi mmoja wao wale 12 naye akajibu akasema, Bwana, twende kwa nani? Wewe nini? Maneno ya uzima wa milele. Ule uzima wa milele, ndugu zangu, anazungumzia pale uzima wa milele. Wapendwa taifa la Mungu, wana mtume wenzangu, na sisi swali hili linakuja pia kwetu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, asiyekula mwili wangu na kunywa damu yangu hana uzima wa milele. Tunakuwa Wayahudi wale, na kuja kanisani kweli, na kama kwenye mabenchi haya na sali kweli. Wakati tunafika, Yesu anakuja kwa njia ya Ekaristi Takatifu akisema, Bwana awe nanyi. Kiasi, Bwana awe nanyi. Kristo mjibu. Lakini ndugu zangu, wengi wetu Yesu anatuambia Bwana awe nanyi kwa njia ya padri. Najibu nini? Bakia hapo hapo. Narudia tena, Bwana awe nanyi. Baki hapo. Sina ushirika na Yesu wa Ekaristi. Tunawaambia baki hapo. Sije kumpokea Yesu hapa. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Ni kitu gani kinakutenga na Yesu wa Ekaristi? Inatufanya tunakuwa Wayahudi wa jangwani ambao tunamtumikia Mwenyezi Mungu na mtumishi wake pia Musa, alafu mwisho wa siku tunaishia pale jangwani. Hakuna ijua siku wala saa, wapendwa, ukiitwa na Mungu
nani? Nitakwenda kumlaumu nani? Basi ndugu zangu, Yesu huyu anatuambia katika Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ile ya 28 aya ya 20, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndugu zangu, mzigo wako ulionao ambao unakuteka na Yesu wa Ekaristi, pelekee Yesu atakusaidia. Wengi wetu tunakuwa na mioyo migumu, tunashindwa kumpa Yesu nafasi katika maisha yetu. Tunakuwa sehemu ya Shetani, anatufuka kutuambia kuna kesho, kuna kesho, kuna kesho. Kumbe hizi kesho za Shetani zangu ni siku ya mwisho ambapo utakwenda kwenye moto wa milele, tutakwenda kwenye moto wa milele. Huo sio mpango wa Mwenyezi Mungu hata kidogo, wapendwa. Basi tunaalikwa ndugu zangu, tumpende huyu Mungu, tumpende huyu Yesu katika Ekaristi Takatifu. Kama kuna kikwazo tungali pale, milango iko wazi ya kanisa kukuambia njoo ikusaidie, ikuweke katika ushirika wa Yesu Kristo, jinsi ambavyo tumesikia vizuri sana kwenye somo la pili. Linatuambia wazi ya kwamba kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapewa sehemu ya ule mkate mmoja. Ndugu zangu, kanisa ni mwili wa Kristo. Yesu mwenyewe ni kichwa cha mwili wake, na sisi pia tu ni kichwa cha mwili wake, na sisi kama wanakanisa ndio mwili wenyewe. Lakini mpendwa wa Mungu, kama wewe ni mwili wa Kristo alafu umekatwa mkono unaoshirika na Yesu, hiyo ni tofauti pia sana. Lazima tena pia tukae chini tujitafakari wazi ya kwamba ni kitu gani kinanitenga na upendo wa Yesu. Kama ni dhambi, mapadri wapo wameambiwa pokea Roho Mtakatifu, utakaondolea dhambi, wameondolewa. Kama ni ndugu yangu, kimbia huko mjengo ya masuria, kimbia Yesu wa Ekaristi. Ndugu zangu, akubariki. Ishi mbele za kanisa, tusafiri nazo ndugu zangu kwenye safari ya ajabu hapa duniani, na siku moja wapendwa, na utuambia Yesu, asiyekula mwili wangu na kunywa damu yangu hana uzima milele. Pia tusikubali pia kwa Wayahudi waliomwacha Yesu wakaondoka zao, hapana. Lakini pia tuwe wale 12 waliomwambia Yesu, twende kwa nani? Wewe una maana ya uzima milele. Mungu atubariki, atupe zawadi ya kumpenda Yesu wa Ekaristi, atupe zawadi ya kumpenda sakramenti za kanisa, atupe zawadi kuishi ndani ya kanisa letu ndugu zangu, na siku ambayo pia huyo Yesu atakuja kutuchukua, ndugu yangu, pia usiende kwa faida kwenye moto wa milele, lakini pia kwa faida kwenye ufalme wa milele, hiki ambacho Yesu atuambia kwamba awalaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Tumsifuni Yesu Kristo. Ndugu zangu, tumsifuni Yesu Kristo. Basi tunamshukuru Mungu kwa matangazo ambayo tunaweza kuyasikia. Kwa Jumapili ijayo misa zitakuwa kwa kawaida, lakini ile misa ya tatu itakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya kuadhimisha jubilei ya miaka 50 ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambapo itaadhimishwa jimbo zima kuanzia Kiteto, kuanzia pia kule wanaokuita Loliondo na ukanoka pia kule Ngorongoro, kote watakuja hapa kwetu kwa ajili ya kuadhimisha jubilei ya miaka 50 ya moyo mtakatifu wa Yesu iliyoko mahali hapa. Kwa hivyo naomba kwa ambao tutashiriki misa hiyo, basi itakuwa ni misa ya tatu, lakini zingine zote zitakuwa kawaida. Basi pia vile nipende kushukuru tangazo ambalo nilisikia sio Jumapili ya leo,
kama Jumapili zilizopita kwa kutangaza habari ya semina, au semina hiyo basi itaongozwa na ndugu yetu Kristo mwenzetu, familia ya Pastor Maziku pamoja na mama. Tunamshukuru Mungu anaweza kuwabariki wasafiri juzi wakafika jana kwetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ajili yao. Basi kuna sisi katikati yetu, nipende kualika waje hapa mbele walau tuwaone, ambao tutaongozea pia semina ya wiki nzima kuanzia saa 9 inakwenda pia kwa Jumapili ijayo, lakini kubwa sana kwa ajili ya familia, sababu pia tumekuwa ni Wakristo Katoliki, lakini Katoliki ambapo tumekuwa tunakipia kule minuzi pia ni mingi na kuita huko na kuita kule, unaambiwa njoo, na ukija pia kule unaombewa. Baada ya kuombewa unaambiwa toa diri, utamiliki nyumba, utamiliki magari, lakini hoteli mashakuwa nyuma yako yule anayempa anakuwa tajiri, anamiliki nyumba na magari, lakini wewe Mkatoliki wa Mungu unaendelea pia kuwa maskini jumla, na hata kwenye familia inakuwa pia vita. Basi chakula kimekuja hapa nyumbani, tuwakaribisha hii familia ituambie halau kidogo, basi baada ya saa 9 na kuendelea kwa Jumapili ijayo tuimarishe vizuri, tupate mafundisho vizuri, na haya mafundisho pia kadiri ya kuongoza Askofu Mkuu Isaac Amani ni maandalizi kwa ajili ya uzinduzi wa kutabaruku kanisa kuu la jimbo St. Teresa tabarukiwa tarehe ya 7 ya mwezi wa 8. Kwa maparokia yetu tunakuwa pendo na semina kuandaa watu kiroho. Kwa hiyo kwa wiki nzima tutakuwa kuna semina, lakini pia maungamo yatakuwepo, na basi tutaendelea ndugu zangu pia kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kujengea katedrali kanisa kuu hapa jimboni Arusha. Baba Maziku pamoja na mama, karibuni hapa mbele, waumini wa Garatoni waweze pia kuwaona, wawasikie, lakini pia zaidi sana baada ya kwenye semina tupige makofi wanapokuja mbele yetu. Mungu mfalme wa amani mwendelee kuwabariki. Roho Mtakatifu mzidi pia kuwatumia Mungu kuleta mwanga, kuleta nuru kwa watu wako, sababu Kristo mwenyewe walikuwa nuru katika maisha yetu ya hapa duniani. Unatumia familia hii mzidi pia kuwa nuru kwa watu wako na watu wako. Basi Roho Mtakatifu zungumza nao, na kila ambacho Mungu umepanga kwa watu wake kupitia ufalme wa mbinguni ikawe baraka kwa parokiani kwetu, lakini pia kwenye kanisa kwa ujumla. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Mheshimiwa Paroko, Mheshimiwa Tawa, mfrateli, makatekista, uongozi halmashauri ya walei parokia hii ya Mtakatifu Matias na waamini wote, taifa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kristo. Kwa jina naitwa Melania John Maziku, ni mke wa Pastor. Nami naitwa Pastor Joseph Maziku, mume wa Melania. Parokia Bikira Maria mama wa huruma, na tuko kwenye timu ya uinjilishaji ya Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam chini ya Padre Peter Sasemu mkurugenzi, lakini sisi tunafanya kwa namna ya pekee utume wa familia ya nyumba aminifu. Na katika utume huu sasa tumeuanza mwaka wa 17 kuinjilisha pamoja kama wanandoa, lakini Mungu ametujalia tumeuanza mwaka wa 25 wa maisha yetu ya ndoa. Na katika kipindi hicho cha miaka 25 ya ndoa, Mungu alitujalia watoto 4, 2 aliwapenda zaidi, lakini tunatumaini tunawaombezi mbinguni. Tumebaki na watoto 2, Roslyn na Johnson. Na katika utume huu tunaanza kuinjilishana kuanzia level ya familia, jumuiya na kanisa. Hali kadhalika katika kuinjilishana Mungu tunakuzana kiimani.
Lakini kwa vile jamii yetu imesongwa na mambo mengi, pia tunainjilishana pia kukuzana kimwili. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Kwa hiyo tunapeana elimu ya maarifa kiroho na kimwili. Na kuna baadhi yetu kwa wanafikiri semina zikiitishwa ni kwa ajili ya watu wenye matatizo. Kumbe hapana, ni kwa ajili yetu sote kukumbushana mambo msingi ambayo mababa kila uchao wanatukumbusha. Tuko katika safari ya hija ya kwenda mbinguni. Tutaongea juu ya miunganiko, tutaongea juu ya umuhimu wa familia, umuhimu wa ndoa, na huu utakudokeza tu kwamba maisha ya familia ya Kikristo Katoliki ni maisha ya kanisa dogo. Maana tunaambiwa familia ndio chembe ya kwanza ambayo jumuiya yoyote duniani inatokana na familia. Kadiri ya mafundisho rasmi ya kanisa, Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2207, na ndio maana inaitwa kanisa ni Ecclesia Domestica. Ecclesia Domestica. Ecclesia Domestica ni kanisa dogo. Ndio maana mafundisho rasmi ya mababa kwenye kanisa ya Kanisa Katoliki namba 1656 inatuambia familia ni kanisa la nyumbani, ni chuo cha imani, chuo cha sala, chuo cha upendo wa Mungu, chuo cha huruma ya Mungu, ambapo hawa wanapata kwanza baraka na neema kutokana na ile sakramenti ya ndoa. Kwa hiyo sakramenti ya ndoa inatuletea neema kama zilivyo sakramenti zingine, lakini si tu neema hapa kwa nazo, lakini pia na mastahili ya kufika mbinguni kama tutaishi kadiri ya maadili yake au inavyostahili. Hivyo sakramenti ya ndoa ina miiko na maadili yake tofauti na ndoa ya Kiislamu, ndoa ya imani na ndoa za imani nyingine. Lakini kwa vile familia ndilo chimbuko la vitu mbalimbali, lakini mwenzangu amesema ndio chuo cha imani, huruma ya Mungu, mapendo. Kwa vile ni chuo cha imani, na ndio maana hapo tunapopata msisitizo zaidi, kwa nini tubariki ndoa. Mababa wamekuwa wanatupa hamasa kubwa ya kubariki ndoa, kwani tunajua anayebariki ndoa anajiweka au anajitambulisha wazi kwamba yeye amefungamana na fulani. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo, yeye ina maana pia ameweza kutambua imani yake vizuri. Na wengi huwa tunajiuliza maswali mengi, hivi kwa nini mara nyingine wanasema hatubatizi mtoto kwa sababu wazazi hawajabariki ndoa au hawajafunga ndoa? Ni kwa sababu wewe unayejiita mume na mke, kwa sababu haujajua vizuri imani yako. Kwa hiyo hata tukimbatiza mtoto wako akija kulelewa na wewe, ina maana wewe mwenyewe imani yako tu haujaijua vizuri, huko legelege. Kwa hiyo tunatumaini kwamba mtoto akija kulelewa kwako, kuna malezi mazuri ambayo unaweza kukuelekeza. Labda tu itokee baba waseme tunatoa ubatizo wa msamaha, lakini kukiwa na vigezo, mnatarajia kufunga lini? Kwa hiyo msisitizo wa kufunga ndoa uko pale pale. Sasa wengi tumeshikilia, tunataka kuishi uchumba sugu. Tunasahau kwamba uchumba sugu, uchumba ni kipindi kitakatifu. Tunaanza na urafiki, unakuja uchumba, alafu unakuja maisha ya ndoa, ambapo urafiki utaendelea kwenye maisha ya ndoa. Wewe na mwenza wako kila mara muendelee kuonana marafiki. Sasa wanaoishi uchumba sugu haileti maana nzuri. Kadiri ya Mithali sura ya 6 aya ya 32, ni bora akisema tunaishi uzinzi sugu, kwa sababu Mithali inatuambia anayezini na mwanamke au na mwanaume hana akili. Kwa hiyo wewe unayeishi na mwanamke au unayeishi na mwanaume bila kubariki ndoa, ina maana unazini. Kwa hiyo unaishi uzinzi sugu, na ndio maana mababa wanatuhamasisha tutoke kwenye uzinzi. Unapobariki ndoa unaandikisha familia yako kuwa chuo cha imani, cha sala, cha huruma ya Mungu, na unapata kibali, na hapo ndipo unapata hata fursa na kibali cha kufundisha wale watoto. Mafundisho ya Kanisa Katoliki kwenye Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2220 mpaka 2223
kufundisha. Hata Mtume Paulo waraka wake kwa Waefeso sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ya 4 anasema, wajibu mmojawapo wa baba ni kufundisha mafundisho ya Bwana. Sasa kama wewe hujabarikiwa, unapata wapi hayo mamlaka ya kufundisha? Mamlaka ya kufundisha inapatikana unapokuwa umebariki familia yako, umepata kibali. Apataye mke, apataye mume anapata kibali kwa Bwana. Kadiri ya Mithali, kitabu cha Mithali sura ya 18 aya ya 22. Kwa hiyo hiki kibali kinatokana na kubarikiwa. Kitabu cha Mithali sura ya 5 aya ya 13 mpaka ya 19 inasema hiyo chemchemi yako ibarikiwe. Yaani kama wewe unakunywa maji ya upendo wa kindoa, wewe ni mwanaume, kutoka katika kisima hicho kibarikiwe. Wewe mwanamke unakunywa maji ya upendo kutoka katika birika, hilo birika ibarikiwe. Sasa baraka sio kwa maana kanisa wanaamua tu usitumie kulingana na sisi. Ni maagizo Mwenyezi Mungu ibariki, kwa sababu hata yeye mwenyewe ndoa ile ya awali ile ya kwanza aliibariki. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 18 hadi 25. Kwa hiyo kwa nafasi hii tunaalikana tuje tusemezane, tufanye tafakari ya pamoja, kwani huko tutafundishana imani, tutakumbushana kuhusu imani yetu thabiti, kwa sababu wao wanaotakataka mbali na imani, lakini tutaelekezana pia juu ya malezi ya watoto wetu na vijana kwa uthabiti huo, ili hata watoto wetu waweze kujua imani kupitia sisi wazazi. Mtu anaonja matunda ya ukombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia maisha ya sakramenti, na huko kwenye maisha ya sakramenti ndio kuna miujiza mingi inayofanyika, na ndio huko tunaambiwa kama kuna shortcut ya kuingia mbinguni ni mtu kuishi maisha ya sakramenti. Kwa mfano, wako wengi hawajui mwarobaini wa mapepo, kukomesha kabisa mapepo yasije kabisa katika familia yao, ni sakramenti ya kitubio na Ekaristi Takatifu. Wengi hawajui, ndio maana wanakimbia kuombea, wanaenda tukaombe leo. Mambo ya maombezi yapo, lakini unaombewa kama uko katika hali gani? Hawa wengine, madhehebu mengine yote yaliyoanzishwa na watu hawana mamlaka ya kuondoa dhambi. Dhambi Kristo amewapatia mamlaka, ni Mungu peke yake kwanza ndio anayesamehe dhambi. Injili ya Marko sura ya 2 aya ya 1 mpaka 15. Sasa Kristo aliwapatia mamlaka mapadri au Mtakatifu Gregory wa Nazianze anasema mapadri, Yesu alipotolewa hekaluni aliwatakasa kanisa, hekalu na mapadri, kiasi kwamba padri anapofanya maadhimisho katika upadri wake chochote anachofanya ni kitakatifu. Lakini katika ubinadamu na yeye anaweza kukosea, lakini katika ukuhani wake anafanya kitakatifu. Kwa hiyo akawapa mapadri mamlaka ya kuondolea dhambi, maana yake ni mamlaka ya kimungu. Ni padri tu wa kanisa Katoliki inasisitiza ana uwezo wa kuondoa dhambi, na ndio maana kanisa likaweka sheria ya kanisa namba 1172 kifungu cha kwanza na cha pili. Ni padri tu ndio anayeruhusiwa kukemea mapepo na kuyaondoa, kwani aishi tu kuyakemea yatoke, anaendelea katika kumsaidia huyu aliyekuwa amepagawa kumuondolea dhambi, maana dhambi ndio inafanya yale mapepo yamwingie. Sasa sisi waamini wengine uwe na karama zote za kung'oa na milima, huna mamlaka ya kumuondolea dhambi, kwa sababu hiyo ni karama, ni mamlaka anayopewa kuhani tu. Kwa sababu hiyo katika kanisa Katoliki tualikane na kuambizana, huku ndiko huko kwenye mikono salama. Mwambie jirani yako, ukiwa ndani ya kanisa Katoliki huko kwenye mikono salama. Tushirikiana mambo mengi na tunawashukuru sana. Basi tunashukuru sana kwa kutoka kipindi kidogo ambapo kwa wiki nzima tangu saa 9 leo mpaka Jumapili kama leo yako mengi ya kufundishwa. Mzangu chakula kinamia nyumbani
basi naomba tukile vizuri, ili kesho kutwa usisumbuliwe katika imani yako na mtu yeyote mahali pale. Simama katika imani yako, ielewe vizuri, ishi vizuri, ikuongoze vizuri, na siku moja itakufikisha kwa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Yesu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili ya mazingira haya ambapo watumishi wako masista wanaishi. Umefika mahali hapa Yesu, katika mazingira haya, uendelee kuwabariki watumishi wako katika utume wao, pia kwa wagonjwa, utume wao pia kwa familia,
utume wao pia kwa jamii yaendelee kuwa ni baraka na neema, na kwa njia yao Yesu Kristo wazidi pia kuonekana katika mazingira haya ya Ngaramtoni na popote pale ambapo pia Mungu wetu wanafanya kazi yako ya utume. Bwana, twakuomba utusikie. Basi tunawaalika wao ambao wapo kwa ajili ya maombi kwenye kituo cha kwanza kusali haya maombi. Karibuni. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya vijana katika taifa letu na parokia yetu. Tunakuomba utuongoze na utuepushe na utandawazi unaofanya tukutenge na kukuacha. Mungu, tunakuomba utupe moyo wa imani, moyo wa sala, moyo wa kujitambua kama vijana hai ndani ya kanisa. Bwana, twakuomba utusikie. Tunakuja pia mbele zako kwa ajili ya masista wagonjwa wa shirika hili la Medical Missionary Rosemary popote duniani. Uzidi kuwaimarisha Yesu Kristo, wale pia kuwaponya walioko hospitalini na hata pia shirikani. Uzidi pia kuwa nguvu kwao, uzidi pia kuwa uponyaji kwao. Bwana, twakuomba tunazidi pia kuliombea kanisa kwa ujumla, masista wote kote duniani wanapofanya kazi yao ya utume kwa ajili ya kuendeleza kazi yako Yesu Kristo. Waendelee kuwabariki, pokea sadaka yao ya kukutumikia katika maisha yao, na kwa njia yako Yesu Kristo wazidi pia kuwa baraka kwa kanisa lako, lakini pia kwa ulimwengu mzima. Bwana, twakuomba tunawaombea wale wote ambao wanajiandaa kwa ajili ya utume wa masista duniani. Uweze pia kuwabariki katika maisha yao, katika safari yao, na siku moja pia ndoto yao njema ya kutumikia kama masista itimie katika kanisa lako. Bwana, twakuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Uje Roho Mtakatifu, ujenge nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, itaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, utawaletea mwanga wa Roho Mtakatifu. Tunaomba tuongozwe na yule Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu, utuhurumie, utusamehe makosa yetu, ututakase pia na kila doa la dhambi. Mungu wetu, bariki safari yetu na utume wetu. Mungu wetu, katika maeneo yetu ukawe baraka na kutulizo katika maeneo yetu, na kwa njia yako Yesu watu wapone na wazidi pia kuona ulinzi wako katika mazingira yetu na kwenye kanisa lako. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
nalinganisha na kitu gani? Mimi ni mpole mwenye huruma. Yesu ndiye yule pale. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, itaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Yesu wa Ekaristi Takatifu, tunaendelea kusema asante kwa upendo wako kwa kanisa lako, lakini pia kwa ulimwengu, ambapo basi Mungu wetu maeneo haya ya kwetu umekuwa nasi kwa njia ya kanisa lako. Leo Yesu, katika mitaa yetu ukibariki watu wako, ukibariki mazingira yetu, ukibariki maeneo yetu. Tunakuja pia mbele zako Yesu, na nia ya kila mmoja katika maandamano haya, watujua jinsi tulivyo Yesu, wajua furaha zetu, wajua pia huzuni yetu, wajua pia mahitaji yetu Yesu, kila mmoja kwa namna yake. Aiba pia nia yake mahali hapa katika maandamano haya ya kufuata Yesu katika mazingira yetu. Baba, pasipokea nia hizi za watu wako, uweze pia kumbariki kila mmoja katika maandamano haya. Yesu wetu, uzidi pia kupata baraka, tupate neema na ufunguzi, wala ambao pia tunatamani Yesu wa Ekaristi
ututendee pia kila mmoja kwa namna yake. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi tunaomba yule ambaye ameandaa ombi kwa ajili ya kituo hiki cha pili, tunaomba aje kwa ajili ya kusoma kwa ajili yetu sisi sote hapa mbele ya Yesu wa Ekaristi. Kwa msaada wa Yesu wa Ekaristi, sisi wanawake wa Katoliki wa parokia ya Mtakatifu Matias Mtume tunamuomba Roho Mtakatifu aguse familia zote, awaguse wazazi wote, ili kila mmoja apate kutimiza wajibu wake wa kutoa malezi yaliyo bora kwa watoto wetu. Akaguse ndoa zote ambako ndiko kunakochipuka miito mitakatifu. Mungu Mwenyezi, Mungu wa rehema, watoto wetu wapate kufuata njia iliyo njema, njia inayokupendeza, njia ambayo wewe uliwapa wazazi wao, wewe ulitupatia sisi wanawake wote ili tuweze kuilea miito yote. Yesu wa Ekaristi, twakuomba. Tunakuomba utusikie. Tunazidi pia kuwaombea akina mama kote ulimwenguni ambapo walikufuata Yesu Kristo wakati ule wa ukombozi wa ulimwengu. Bariki akina mama hawa, sadaka zao wanazozitoa pia kwa ajili ya kanisa lako, kila mmoja kwa namna yake. Pokea sadaka zao Yesu Kristo, pokea nguvu zao, pokea pia utume wao kwa parokia yetu, kwa jimbo letu, lakini pia kwa ulimwengu kwa ujumla. Wazidi pia kuwa baraka na neema kwenye kanisa lako. Bwana, twakuomba. Tunawaombea kina mama wote wanaopita changamoto katika familia zao, kwenye kazi zao, lakini pia hata katika mipango yao mbalimbali. Changamoto hizo Yesu letuambia, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tunawaleta pia kwako akina mama wote wanaoteseka, wasiokuwa na ndoa, wakitamani pia wafungiwe ndoa zao. Mungu, tunakuomba Yesu wa Ekaristi, fungua kamba zote ambao pia zimefunga ndoa hizi zifungwe. Fungua minyororo hiyo yote Bwana wetu Yesu Kristo. Wakina mama hawa wafurahie kuishi katika maisha ya ndoa takatifu. Wazidi pia kuwa zawadi kwenye kanisa lako kwa kupokea wewe kila itwayo la maisha yao. Bwana, twakuomba. Utusikie. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Yes.
Baba yetu ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za mwili wako, washa mapendo yako, peleka Roho yako, itaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho ili yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ee Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Yesu wa Ekaristi Takatifu, tunaendelea kusema asante kwa wema wako na kwa upendo wako kwa kanisa lako ambalo leo Yesu liko pamoja na wewe, linaandamana jinsi ambavyo linaandamana na wewe kuelekea katika mateso yako. Yesu, tulikuwa njiani, akina baba walikuwa njiani, akina mama walikuwa njiani, watoto, jinsi ambavyo siku ya leo pia tupo. Tunasema asante Yesu, tumekuja kwako na shukrani zetu, tumekuja pia kwako na sala zetu, pamoja pia na maombi ambayo tunatamani Yesu ututendee katika maisha yetu pia na kutusaidia. Tunasali kwa ajili ya nia za mbalimbali za kila mmoja aliyo katika maandamano haya, Mungu anayo katika moyo wake na pia katika safari hii ya hija. Tunakuomba Yesu, pokea nia hizi, uzibariki, uzitakase na kumjalia kila mmoja kile ambacho anakuomba katika hija hii ambayo tunaifanya na wewe Yesu, katika mazingira yetu, katika mitaa yetu. Bwana, tunakuomba. Tunasema asante Yesu kwa ajili ya vyombo vya usalama katika nchi yetu, walinzi, maaskari wetu wanaolinda nchi hii, Mungu wetu, na vyombo vyote vya ulinzi. Waendelee pia kuwabariki ni watu wako katika sadaka yao pia, Mungu, ya kuhakikisha ya kwamba nchi hii inakuwa salama. Wabariki katika sadaka yao hiyo, Mungu wetu, katika maisha yao, na uzidi pia kuwalinda na kuwasaidia katika huduma hii njema ya ulinzi
na taifa letu lizidi pia kuwa la amani, la utulivu katika maeneo yote ya nchi hii. Bwana, twakuomba. Tunakuja kwako Yesu wa Ekaristi Takatifu tukisema asante kwa ajili ya barabara zetu. Leo Yesu umepita kwenye barabara zetu, ambapo uliwapa binadamu pia ujuzi wa kutengeneza barabara. Mungu, bariki barabara yetu, hasa hii ambayo tumepita. Utukinge pia na ajali za aina yoyote, ajali za toyo, magari, vyombo vya usafiri vyote. Mungu, barabara hizi pia kuwa mahali salama kwa ajili ya watu wako, wanaposafiri wasafiri salama na warudi pia salama. Mungu, kwa njia ya barabara katika nchi yetu nzima, takasa pia kila mahali, mfalme wa amani, mfukuzie mbali shetani wa ajali na yote ambayo ni kinyume na mpango wako. Mungu, mazingira haya ya nchi yetu, barabara zetu, wazidi pia kuwa mahali pazuri Mungu kwa watu wako kusafiri kwa amani. Bwana, twakuomba. Basi tunamkaribisha yule ambaye ni maalum kwa ajili ya ombi kwenye kituo hiki cha 3. Karibu. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya wazazi na walezi wanaotulea. Tunamwomba Mungu atujalie wazazi wetu hekima ya kutulea katika kumjua Mungu. Tusali nao pamoja na kula nao chakula, hasa wakati wa usiku. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunamwomba Mungu watoto wote wapate haki ya kupata elimu na kuepushwa na mazingira hatarishi ya ulevi, uvutaji bangi na ukatili wa kingono. Bwana, tunakuomba utusikie. Yesu wetu mwema, tunaungana na watoto wetu katika maombi yao haya ambayo wameleta mbele yako Yesu kwenye kituo hiki cha 3. Wanakuomba Mungu kwa njia ya Kristo ambaye uko nasi katika Ekaristi Takatifu, wajalie wazazi wao hekima ya kuwalea katika kumjua Mungu. Wasali nao pamoja katika familia, wale pamoja kama familia, na hasa wakati wa usiku. Yesu, waweze pia kuwa walimu wazuri kwa watoto wao, kuwafundisha sala pamoja na katekizimu ya kanisa lako na miongozo ya kanisa kama watoto. Bwana, twakuomba. Watoto hawa pia Yesu anakuomba wajalie ulinzi, wapate haki na kupata elimu bora katika ukuaji wao, waepushe na mazingira hatarishi. Yesu Kristo, dunia siku ya leo imegubikwa na ulevi, imegubikwa na uvutaji bangi kwa watoto, imegubikwa pia vile vile na ukatili kwa watoto, hasa ukatili wa kingono. Mwenyezi Mungu, tunakuomba Yesu, walie malaika wako hawa, uwakinge pia na mwovu shetani wa mabaya yote, wakuwe vizuri, wafikie vijana wao vizuri, na hata pia maamuzi ya maisha yao wafikie kwa wakati ambao unapaswa na sio vinginevyo. Bwana, tuwakuomba. Tunayakabidhi maombi haya watoto katika mikono ya Bikira Maria tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. tuwasifu milele Yesu, Maria na Yosefu, Ee Yesu, tusamehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Yesu wa Ekaristi, kwa namna pekee tunasema asante kwa familia hii ambayo tunasali mahali hapa. Asante pia kwa ajili ya baba. Tunakuomba Mungu umbariki baba huyu ambaye ni mgonjwa, uzidi pia kumimarisha katika afya yake, uzidi pia kumpa uponyaji katika afya yake, uzidi pia kumpa ulinzi katika afya yake, na azidi pia kukuona wewe Yesu katika maisha yake, ukimsaidia pia katika ugonjwa wake. Lakini pia wagonjwa wote katika mitaa hii, Mungu ukawaponye kwa njia yako Yesu Kristo, uliyetuambia njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Uwaponye wazee wetu, uwaponye watu wako Mungu, waweke huru kwa uwezo wako mwenyewe. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo sasa na siku zote na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, nyoza waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, tuwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu. Naomba tuongozwe na yule Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Ee Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Yesu wa Ekaristi, tunazidi kusema asante kwa upendo wako na kwa wema wako. Wanayetuambia njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tunakuja kwako Yesu wetu na nia za kila mmoja aliyo katika maandamano haya akikuabudu Yesu katika Ekaristi Takatifu. Tunakuomba Bwana, pokea nia ya kila mmoja kwa njia ya kushukuru, kwa njia ya kukuomba katika roho tamani pia watende katika maisha yao. Pokea nia zao Yesu wa Ekaristi Takatifu, watendee pia kadiri ya haja ya mioyo yao na pia maombi yao. Yesu wetu mwema, tunakuja pia kwako kwa ajili ya wafanyabiashara wa parokia yetu, wafanyakazi wa parokia yetu, kila mmoja kwa kazi yake. Tunakuomba Yesu wabariki, wana mipango mbalimbali na pia malengo mbalimbali. Bariki kazi ya mikono yao Mungu wetu, bariki juhudi zao, bariki mapambano yao Yesu wa Ekaristi Takatifu. Wafungulie milango ya baraka Mungu wetu, na kila mmoja pia afurahie kazi ya mikono yake na azidi pia kuinua katika maisha yake, lakini pia utume wake kwenye kanisa lako jinsi walivyo. Bwana, tuwakuomba. Tunazidi pia kuwaombea wafanya kazi wote katika nchi yetu, lakini pia ulimwengu kwa ujumla. Bariki pia kazi za mikono yao Mungu wetu, mapambano yao, riziki zao pia Mungu wabariki. Ufukuzie mbali shetani anayetupa pia mifuko ya watu wako Mungu, na kupoteza pia riziki zao Mungu. Kazi zao zikazidi pia kuwa na malengo kwenye ujenzi wa familia zao, kwenye ujenzi wa kanisa, lakini pia taifa kwa ujumla. Bwana, tuwakuomba. Basi tunaomba yule ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kutoa ombi kituo hiki cha 4 ajiongee hapa mbele. Yesu wa Ekaristi, tunakuabudu na kuheshimu na kutukuza. Tunaomba toba kama wababa wanaouwaka, na hasa toba na msamaha kwa pale tuliposhindwa kutimiza wajibu wetu katika familia. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Tunakushukuru wewe kwa kutupa nchi nzuri ya Tanzania yetu, nchi ya amani, nchi nzuri, nchi ambayo inasifika kama kisiwa cha amani. Baba wa mbinguni, sasa tunakuomba udumishe amani katika nchi yetu hii njema uliotupa kwa wema wako, wewe uliye asili ya kila kilicho chema. Baba wa mbinguni, tunakuomba amani ikatawale katika mioyo yetu, katika familia zetu na katika nchi yetu. Yesu wa Ekaristi, tunakuomba utusikie.
tunazidi kusema asante Yesu kwa ajili ya zawadi ya kina baba. Wabariki pia vijana wetu ambao wanajiandaa kuwa akina baba kwenye familia, lakini pia katika maamuzi yao mbalimbali katika maisha yao. Walee pia kuwasaidia wazidi kwa marafiki zako, wasikuache kwa sababu ya ulimwengu jinsi ulivyo, tukiwaombea wale wote ambao wamepotea katika ulimwengu huu kwa njia ya madawa ya kulevya, kwa njia ya yote ambayo yakupendezi wewe Mwenyezi Mungu. Wabariki vijana hawa, wavutie kwa Yesu Kristo, na wazidi pia kuwafanya kondoo wako na kusikiliza wewe na kufuata wewe kwa njia ya kanisa lako. Bwana, tunakuomba. Tunazidi pia kuombea kina baba wote ambao wamekuwa changamoto kwenye familia, kanisani hawaji, kwenye jumuiya hawaonekani. Shetani amewafunga kweli kweli. Yesu wetu mwema, unapopita katika mitaa hii, wafukua kina baba, wakutafute, wakupende, wakutumikie, na kwa uombezi Mtakatifu Yosefu, siku moja pia na wenyewe wakawa zawadi kwenye ufalme wako mbinguni, na sio kwenda kuwa kuni kwenye moto wa milele. Bwana, tunakuomba. Basi Bwana, maombi yetu haya katika mikono yako tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu, tusamehe dhambi zetu,
Asante kwa ajili ya watoto. Leo hii dunia nzima tumetoka Yesu, tukiwa na wewe katika mitaa yetu. Tuna imani kubwa ya kwamba upokea maombi yetu, upokea pia nia zetu, upokea shukrani zetu, upokea pia mahitaji yetu. Turudi hapa katika hekalu lako, nyumba yako takatifu. Wanaohawa wasafiri na wewe, wajue jinsi walivyo, kila mmoja kwa namna yake. Yesu wetu mwema, wapokee wote na utuambie, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko tunapata kwa Yesu. Wabariki wote, mfalme wa amani, katika mipango yao mbalimbali, majukumu yao, kazi zao, shughuli zao, wote jinsi walivyo. Yako mengi ambayo wanatamani kuyapo kwa Yesu. Wafanyizie kwa hija hii tuliyoifanya, mfalme wa mbinguni, ikawe baraka, ikawe neema, mafanikio katika maisha ya kanisa lako wote, kuanzia kwa mtakatifu hadi watoto. Basi mfalme wa mbinguni, tunakuabudu katika nyumba yako takatifu. Utubariki tuingiapo, utubariki tutokapo, na utubariki katika maisha yetu yote. Tunaomba haya tukisema: Bwana Yesu Kristo umetuachia katika sakramenti ya ajabu ukumbusho wa mateso yako. Basi twakuomba utujalie kuheshimu hivi mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate kuona daima ndani yetu mafaa ya wokovu wako. Unaishi na kutawala milele na milele.
Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo hongereni sana kwa hija nzuri tulioifanya kwa pamoja, tujipongeze. Tunawashukuru nyote na mapekee watoto, mjitahidi kweli kupona kabisa, hawajaanguka njiani hata mmoja. Tuwapigie makofi watoto. Basi tuwaambie ninyi nyote, tunashukuru sana kwa jinsi ambavyo tumeshirikiana pamoja. Hakika Kristo amedhihirika kwa mataifa, Kristo ameonekana kwa mataifa, lakini sio kuonekana tu peke yake. Mambo yamefanyika katika maeneo ambayo tumepita. Basi tuzidi pia kuomba Kristo atawale katika parokia yetu, katika mazingira yetu, lakini pia na mtoni yetu. Kifika mahali hapo, washukuru nyote. Yesu wa Ekaristi aendelee pia kuwa mbele yenu, kuwa nyuma yenu, awazunguke, awalinde, awaongoze, na siku moja kwa upendo wake mkubwa atufikishe mbinguni. Basi naomba sasa nimalizie misa takatifu nikisema nendeni na amani. Mungu barikiwa,
Mtazamaji wa Uaminifu TV, hapo ndo tumefikia mwisho wa adhimisho la sadaka ya misa takatifu, lakini kumbuka leo ni sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukiwa katika parokia ya Mtakatifu Matias Ngaramtoni, Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ambapo Uaminifu TV basi imekuletea moja kwa moja matukio haya kutoka hapa katika parokia hii. Na sasa ndio basi kubarika tu kwamba usiache kusubscribe ili uendelee kupata matukio mengi mazuri kama haya katika kanisa Katoliki. Naitwa Pasco Maziku, Uaminifu TV, Ngaramtoni, Arusha.